Semaji, mambo vipi? Fresh kabisa bana. Uzuri kabisa. Niko sawa sawa. Uso wangu mbona kama umechoka hivi? Sijaridhishwa na sijapenda aina ya matokeo ambayo tumeyapata. Kwa hiyo nikitazama timu yetu tulivyocheza tulistahili kupata ushindi. Sare ya bila pamoja na mchezo mzuri tuliouonesha na upinzani mkubwa tuliopata kwa Azam FC, lakini sisi Simba tuna kila sababu ya kujilaumu kwa sare hii. Sawa, ukiangalia namna ambavyo mechi ilikuwa, tulitengeneza nafasi kadhaa za kufunga, tulishindwa kuzitumia nafasi hizo, lakini pia kuna matukio ambayo yametokea uwanjani hii leo, pengine kama unaweza ukayazungumzia, yalistahili kuwa na uamuzi zaidi au kutokuwa na uamuzi zaidi, na mchezo mzima jinsi ambavyo umekuwa hii leo. Kiujumla tumeona mchezo mzuri sana, mechi halisi ya ligi kuu ya NBC, maana halisi ya Mzizima Derby. Tumeshuhudia ushindani wa hali ya juu, tumeshuhudia mpira ukichezwa na mpira ukipigwa, tumeshuhudia wanaume wakimenyana kweli kweli, tumeshuhudia wachezaji wakivuja jasho la kweli, tumeshuhudia moja kati ya mechi yenye hadhi kweli kweli ya ligi kuu ya NBC. Lakini pamoja na yote, Azam FC walikuwa kwenye ubora wao, lakini sisi tulikuwa kwenye ubora zaidi. Kama tungeweza kunufaika na kila nafasi ambayo tumeitengeneza, tulikuwa tuna uwezo wa kupata matokeo mazuri hii leo. Tungekuwa na uwezo wa kupata ushindi, na ukiangalia mechi kipindi cha kwanza tu, dakika ya 4 tu tulikuwa tunapata goli la kuongoza. Ubora wa mlinda mlango wa Azam FC ukapelekea mfungaji wetu Selemani Mwalimu kukosa ile nafasi na kuwaacha wakiwa salama ya bila. Lakini tukaendelea kushambulia, kucheza vizuri na kukosa nafasi nyingi ambazo tulizitengeneza. Yote kwa yote hakuna wa kumlaumu, ni matokeo fair, lakini ni matokeo ambayo sisi Simba yanatuumiza kwa sababu tunaamini kabisa tulistahili kushinda. Lakini kama haki vile vile ingetendeka, kila tukio likatafsiriwa kwa mujibu wa kanuni na sheria yake, basi Simba tulikuwa tunaibuka na ushindi hii leo kupitia matukio yale ambayo yangetafsiriwa vizuri. Yote kwa yote tunaipokea sare hii. Ligi ni mbio ndefu, bado tunao nafasi ya kufanya vizuri. Ukipata sare mbele ya Azam FC unashukuru umemalizana naye, kwa maana kwamba ni moja kati ya timu ambayo inaweza ikakuharibia shughuli muda wowote. Kwa hiyo ukimalizana naye na ukabakisha mechi takriban 13 mbele, maana yake una nafasi kubwa ya kujipanga hapo na kufanya vizuri. Tumemalizana na Azam FC mwaka huu, yeye amekuwa bora zaidi, amechukua alama 4 kwetu, sisi tumechukua alama 1, aluta continua. Sawa, kwa matokeo haya kwenye mbio za safari ya malengo yetu, unaona bado tupo kwenye track kuelekea kwenye kile tunachokitaji? Bado tupo kwenye mbio za ubingwa. Kwanza umepata sare dhidi ya 8, hilo ndio jambo la msingi. Huyu ni title contenders. Hata jana nilizungumza, Azam ni mwania ubingwa mwenzetu. Sare ama matokeo mabaya yanaumiza kama yale unapata sare sijui na kina Fountain, sijui na kina Singida, ama unapoteza against timu ambayo inapigania kushuka daraja. Ukipata sare ama kupoteza dhidi ya mpinzani wa namna hiyo, maana yake unakuwa umerudi hatua kubwa nyuma. Kwa hapa ni kwamba Azam ametushika shati na sisi tumemshika shati. Kila mmoja amechukua alama 1 ambayo inaweza isimsaidie sana kwenye vita yake, lakini sisi kwetu tumemalizana dhidi ya timu ngumu. Maana yake waliobaki huku ni sisi kuchanga karata zetu sawa na tunaweza kabisa kufikia malengo ambayo tumejiwekea. Hili la leo limeshamalizika? Limemalizika, lakini kusema kweli timu yetu inatia faraja na inatia raha kweli kweli. Leo hii imecheza mpira wa kiume kweli kweli, imecheza mpira mkubwa kweli kweli. Mabadiliko yamefanyika, badiliko moja tu kama sikosei, dakika 90 yote anatoka Mwamba Lusaka Chama, anaingia Neo Maema, na tunaendelea kubaki kwenye utawala wetu wa mchezo. Tunafika kwa mpinzani, tunagonga hodi mara kwa mara, tunashambulia mara zote. Matumizi ya nafasi yamekuwa changamoto kwa upande wetu, lakini bado tupo kwenye mstari ulionyooka kuelekea katika malengo yetu. Na
kwa performance hii ambayo imeonekana hii leo, sisi kusema kweli Simba Sports Club we are very happy. Tumecheza mpira mkubwa against Azam FC, tunayo matumaini makubwa kuelekea mbele yetu. Hivi kwa tafsiri nzuri, mnapocheza mechi mpinzani kipa wake anakuwa mchezaji bora wa mechi, tafsiri yake ni nini kiufundi? Ya, amefanya kazi kubwa mlinda mlango wa Azam FC. Kama si yeye manake walikuwa wanaokota leo 3 ama 4 hivi nzuri ambazo zimenyooka, kwa sababu majaribio yote yalikuwa yanawavuka wachezaji wote 10 wa kiwanjani, yanakwenda kuokolewa na yeye pekee. Manake ni kwamba yeye ndo amekuwa kigingi dhidi ya ushindi wetu hii leo, na ndio maana haishangazi kuona ametoa tuzo ya kocha ya mchezaji bora. Jana nilikuwa naangalia mechi ya Barcelona na Atletico Madrid, pamoja na kwamba Atletico Madrid walipasuka bao 2-1, lakini bado kipa wa Atletico akawa ndio mchezaji bora wa mechi hiyo. Maana yake ni kwamba kama si yeye kipa wa Atletico walikuwa wanakufa 7-8 fulani hivi. Kwa hiyo akawaokoa wenzie, wakapata nusu kipigo cha 2-1, akaondoka na tuzo ya mchezaji bora. Na leo hivyo kama sio ubora wa mlinda mlango Azam FC, leo tulikuwa tunamkanyaga vizuri bao 4, 5, 6, kwa sababu tulikuwa tunafika mara zote, tunashambulia mara zote na anaokoa mara zote. Sawa. Nini sasa kinafuata mara baada ya hiki kumalizika, kwa sababu ratiba inaonyesha ni mchezo wa ugenini? Hili limemalizika. Mechi ilikuwa nzuri na mashabiki wa Simba tuwashukuru kwa kuja kwa wingi uwanjani. Lengo la Azam FC la kutunyong'onyesha majukwani limekufa kifo cha kawaida. Waliweka kiingilio kisichokuwa na mfanano wa viingilio vyetu Tanzania, lakini mashabiki wetu wakaja uwanjani kwa kiingilio hicho na wamefanya kazi yao ipasavyo. Tunawashukuru kwa hilo, tumetimiza malengo yetu. Vita bado inaendelea. Kwa sasa tunaelekea Arusha kwenye mechi yetu dhidi ya TRA tarehe 9, manake timu itaondoka hapa tarehe 7 kuelekea Arusha, na kuna uwezekano, bado sijapata taarifa kamili. Nitakapokuwa nimepata taarifa kamili, tutawajulisha wanasimba ratiba nzima ya Simba Sports Club tutakapokuwa mkoani Arusha. Lakini kwa sasa ni kwamba tutakwenda Arusha, tutacheza mechi tarehe 9 dhidi ya TRA, tutarejea Dar es Salaam, tutacheza na Dodoma Jiji tarehe 12 mechi ya FA. Baada hapo tutarejea tena Arusha kwenda kucheza na Fountain Gate. Kwa hiyo ratiba kwa sasa iko hivyo, kama kutakuwa kuna mabadiliko yoyote tutawajulisha. Mechi ya 16 so far so good, zimebakia michezo 14, maana yake sasa hivi tuna alama 36, alama 35 dhidi ya alama 41 kwa anayeongoza ligi ambaye ni Young Africa. Lakini tumi kwa mchezo wa leo ukiangalia ile total analysis, we was deserve to win the game.